الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم سلمنا ونجنا من النار يا رب العالمين. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إخواني في الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل في سر والعلن. Ndugu Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndani ya siku hii tukufu ambayo ni siku yaumul Jumaa, siku ambayo kwamba ina fadhila kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluhu. Wa mal hayatud dunya illa qalil, hayakuwa maisha haya dunia isipokuwa ni starehe ndogo sana yenye kupita. Ni maisha ambayo yamechanganyika na mambo mengi, lakini maisha ya akhira ndiyo maisha ya kubakia, na ndiyo ambayo kwamba imetufanya mimi na wewe kwa ajili ya kuvunja shughuli zetu kuja kumsujudia Allah Subhanahu wa Ta'ala na kusikia yale ambayo kwamba yaliyokuja ndani ya Qur'an na sunna ya nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Twazidi kushukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu kuna wenzetu ambao kwamba wako na changamoto nyingi ambazo hakuweza kufika sehemu kama hii ama nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wana wenzetu ambao kwamba saizi waumwa, saizi wana mambo mengi ambayo kwamba ya kidharura ya kimaisha, hawana afya namna tulivyo, lakini waqalila min ibadi shakur, wachache sana katika waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalalu ambao kwamba wanashukuru neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maisha ya dunia, ndugu zangu Waislamu, silaha kubwa ni kushukuru. Ajab al-amru al-mu'min, Rasul sallallahu alaihi wasallam atuambia ni ajabu sana katika mambo ya Muislamu. Wa in asabahu khaira, ikiwa atapata jambo la khaira akashukuru fa huwa khairul lah, nikiwa atapata jambo la shari ambalo alipendezi moyo wake akashukuru vile vile pia ni khairu kwake. Lakini hilo halipatikani ila kwa mja ambao kwamba anamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa kwa mja ambao kwamba ni mu'min khalisul imani, ambao kwamba imani yake iko thabiti, wala ambao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyowasifia kwamba wa ibadur rahman, wala ambao kwamba ni waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalalu, ambao kwamba anamtegemea katika kila hali. Hao ndio ambao kwamba la khawfun alaihim wala hum yahzanun, hawatakuwa na hofu katika maisha ya dunia wala maisha ya akhera. La khawfun alaihim, hawatakuwa na hofu ya aina yote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu Islam, leo tutaendelea kukumbushana juu ya
fadhlu sadaqa, umuhimu wa Muislamu kujinyima na kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa ibadatun jalil, na hii ni ibada ambayo kwamba ni ibada tukufu ambayo waja wengi katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wanaichukulia tu uzito. Lakini ibada hii mja huja akaikumbuka ule wakati ambao kwamba anaondoka katika maisha ya maisha ya dunia na kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haithu qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mliamini risala ya Allah, mkaamini risala ya nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qu anfusakum, okoeni nafsi zenu na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qu anfusakum, okoeni nafsi zenu, nyoyo zenu na adhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katuambia la tulhikum amwalukum, isimdanganyeni mali zenu, wa auladakum, na watoto wenu, an dhikrillah, juu ya kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa kweli watoto na mali ama kutafuta maisha ya dunia mara nyingi vinawapeleka wanadamu mbio. Mtu mpaka swala inapita hakumbuki, yeye anapatia dharura zake, hajui kwamba kuna wale ambao kwamba waliokuwa wanafanya kazi kama yeye, lakini waliacha wakati wao ulipofika, muda wao ulipofika, basi walirudi mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, au waliacha hiyo kazi. Lakini mbona mwanadamu huyu anakuwa mgumu kwa ajili ya kukimbia maisha ya dunia? Wa ma hayatu dunya illa qalil, haikuwa maisha ya dunia isipokuwa ni starehe ndogo. Wa ma hayatu dunya illa mata'ul ghurur, haikuwa maisha ya dunia isipokuwa ni sehemu ambayo kwamba ya mdanganya mwanadamu. Lile ambayo kwamba umetanguliza ama mimi nimetanguliza, hilo ndilo ambayo kwamba litakalotufaa mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo inna sadaqata min a'zamil qurbat, ndugu Waislamu, hakika sadaka ni katika qurbat, nani ni katika amali ambayo kwamba inakukurubisha sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaqa ni amali ambayo kwamba inakusongesha sana karibu na radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa hiya sababul maghfirah, ndio sababu ya kusamehea madhambi yetu ambayo kwamba tunayajua, yana ambayo kwamba tunayafanya kuyajua, na yale ambayo kwamba tunayafanya bila kujua. Lakini kwa ajili ya sadaqa Allah subhanahu wa ta'ala anakughfiria, anakusamehea madhambi yetu kutegemea nia zetu. Ndugu zangu Waislamu, vile vile pia ni sababu ya kuenuka riziki. Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye kwamba anayemtolea Allah subhanahu wa ta'ala yudhaifu lahu, Mwenyezi Mungu anampa maradufu ama zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala anamlipa mara mbili. Yule ambaye kwamba anatoa shilingi moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu, Allah anampatia 10 ama mpaka kufika 700 kutegemea na uzito wa imani aliyokuwa nayo, au imani aliyokuwa nayo, au ikhlas ambayo kwamba yuko nayo pindi anapotoa sadaka zake. Ndugu zangu Waislamu, na vile vile pia ni mlango katika mlango wa kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni sehemu ya kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuambia mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambadat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatupa bishara wale ambao kwamba watoa mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anawapiga mfano, mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, mfano wale ambao kwamba watoa mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana ila kalimatillah, kwa ajili ya kuinua kilima cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kamathal habba, ni mfano wa mtu ambao kwamba amekuwa na seed ama punje moja akaipanda katika ardhi, basi ile punje inapokuwa inatoka ikawa inatoa mashuke mengi, basi katika kila shuke tukawa na sehemu 700 zile tabs za mahindi, yani umeweka moja katika shimo, lakini ukichukua katika ile hindi lenyewe
basi unapata maradufu ama zaidi hapo. Ndugu Waislamu, ndio mfano wa mja ambao kwamba atoa chochote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bishara kubwa ambayo kwamba tuwapewa sisi ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu yudhaifu lima yasha, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala humulipa zaidi mtakaye. Yule ambao kwamba anayetoa 100 anaweza kutoa shilingi 100, wewe ukatoa 100, lakini ajili ikawa tofauti. Kwa sababu ya nini? Ikhlas. Ametoa kwa ajili ya nini? Mathalu alladhina yunfikuna fi sabilillah, kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wale ambao kwamba yunfikuna amwali fi sabili taghut, kuna wale ambao kwamba watoa mali zao kwa ajili ya matawaghuti ya mashaitani. Mtu atoa hela zake apeleka kwa waganga, mtu apeleka achukua hela zake apeleka kwa uzinifu, mtu apeleka mali zake anapelekea kwa wachawi. Watu wanatoa mali zao kwa njia tofauti. Wengine wanatoa mali zao kwa ajili ya siasa. Mtu yuko tayari kutoa bilioni 1 kwa ajili ya siasa, lakini shilingi 1 kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mja huu namuona mgumu, tena mgumu sana. Ndugu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika aya nyingine, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin. La khaira fi najwahum, hamna khairi katika mazungumzo yenu, hamna khairi yote ambayo kwamba umma huu utapata ikiwa kweli hawatamrishana katika mambo ya sadaqat, mambo ya kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mambo ambayo kwamba itakuwa ni silaha yako ya kubakia. Mimi na wewe tuondoka, kitakachobakia baada ya mimi na wewe kuondoka itakuwa ni sadaka yangu na sadaka yako uliitoa, kama bado wapumua, kama bado una nguvu. Hiyo ndio sadaka ambayo kwamba itakufaa, sio ile sadaka ambayo kwamba waitoa wakati roho yake yatoka. Hiyo sadaka naye haina nguvu yoyote mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo anatuambia au maarufin, au kafanya jambo lolote lema, au islahi ni baina nas, ama kusuluhisha wale ambao kwamba wamekosana katika mambo ya hapa na pale. Ndugu Waislamu, huo ndio mlango wa kheri. Ndugu zangu Waislamu, lazima tushikamane na mlango ambao kwamba utatupelekea katika radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah anatuambia wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu. Angalia hali ambayo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatusimulia, wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu. Chochote ambacho kwamba utakayotoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala atakupatia badali yake. Yani bi maana hii ni biashara ambayo kwamba haina loss, hii ni biashara ambayo kwamba haina hasara. Chochote ambacho kwamba utakachotoa, Allah subhanahu wa ta'ala hakuweka kiwango maalum. Amesema kwamba chochote, anything ambacho kwamba utagive kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa yukhlifu, utapata badala yake. Lakini mali ambazo watu wanadamu wanatoa katika dunia, mtu akipeleka mali yake kwa mganga, kwa mchawi, hamna atakalopata, atabakia kulia hasara, imesarika. Mtu akatoa hela zake kwa ajili ya kampeni ya siasa, labda mtu wake ambao kama aliyotoa hela zake anguke, basi atahesabu hasara tu. Lakini yule ambao kwamba ametoa shilingi yake 1 hivi, akaweka kwa pembeni ya msikiti, au akaweka ndani ya sanduku, ama akamsaidia maskini au yatima au mjane ama mwenye haja, wallahi alazim hamna cha kupoteza, hamna chochote. Wama tunfiku min khairin tajidu inda Allah huwa khairan wa a'zam ajra. Chochote ambacho kwamba utakachotoa kwa ajili ya nafsi yako, basi utakipata mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huwa khairan wa a'zam ajra, ndio kitakuwa bora mno na kitakuwa na malipo makubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wama yukrullahu qardan hasana, Allah anatuuliza ni nani ambao kwamba atamkopesha Mwenyezi Mungu mkopo ni mzuri, fayudhaifa wa adhafan kathira, na pia ujira huo mara 2. Ni nani? Tuniswali, tunaulizwa ni nani katika leo siku ya Ijumaa atamkopesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala shilingi yake, 100 yake, 1000 yake, na Allah subhanahu wa ta'ala ampatie maradufu? Ndugu Waislamu, shilingi 100 ambayo kwamba utakapotoka hapo ununue sukari 10 imeisha.
Lakini shilingi 100 yangu kwamba umetoa sadaka kwa msikiti au kwa yatima au kwa maskini, wallahi lazima umejiwekea, inaendelea kumultiply, inaendelea kuzidisha, kuzidi. Siku ya kiyama mtu atauliza, Mwenyezi Mungu atauliza, ataonyesha kwamba haya ndio uliyofanya. Atasema haya nilifanya lini? Akamwambia ni ile sadaka kwamba uliyetia ndani ya mkono wa maskini. Hiyo ndio ajira ambayo kama umepata, na hii ndio malipo yako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Abdullah ibn Shukhair anatusimulia siku moja alienda kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nilimwendea Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikampata nasoma suratul alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Sura ndogo hizi alimpata Rasul sallallahu alaihi wasallam asoma aya hii na ikariri sana. Akawa anajiuliza mbona Rasul sallallahu alaihi wasallam anaikariri aya hii ndogo ama sura hii ndogo, kwani kuna ibra gani, kuna mazingatio gani katika aya hii? Basi akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye aya inasema alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, hakika mwanadamu anahangaika na mali ya dunia mpaka anajisahau na ingia kaburini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hakika mimi nasikitia mwanadamu sana, ninapoangalia wanadamu nasikitika mno. Akamwambia, unasikitika nini ya Rasulullah? Akasema kwamba mwanadamu anasema mali. Mwanadamu anasema mali yangu, my wealth, mali yangu, utajiri wangu na kadha na utaja, investment zangu kadha. Lakini naona huyu mwanadamu hana mali ambayo kwamba anaimiliki isipokuwa mawili tu. Akasema kwamba wahallaka ya ibn adam mali, mwanadamu una mali ambayo kwamba wajifahari nayo? Akasema kwamba wahallaka min ya ibn adam malika illa ma akalta fa afnaita. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Shukhair kwamba mali ya huyu mwanadamu alionayo ni ile mali aliyokula akaimaliza. Ile chakula ambayo kwamba umepewa lunch ama breakfast ukala, hiyo ndio mali yako ambayo kwamba unahesabu. Lakini iliyobaki ndani ya store ama iliyobaki ndani ya wapi ama kwa benki ama mfukoni, basi si yako. Hiyo ni mali ya warithi wako. Anytime unaweza kufa. Al-maut yati baghtatan wal qabr sunduqul amal. Mautu mja mwanadamu ghafla. Ile mali ambayo kwamba investment zangu na zako uliyoweka, basi zitakufaa, zitabaki liliwaratha, zitabakia kwa wale ambao kwamba ni tarka. Ile tarka utakuwa umeacha, basi ndio itabakia. Lakini ile ambayo kwamba umekula ukaenda choo, hiyo ndio yako. Akamwambia jambo la pili, wa ma tufiku khairin falanfusikum, ama ile mali ambayo kwamba ulitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ndio yako. Mali ambayo kwamba uliyokula wakati huo, hiyo ndio yako. Au ile ambayo kwamba umeegeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ndiyo mali yako. Ni nani katika sisi ndugu za Islamu, katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezikwa hata na dola moja, amezikwa hata na shilingi moja, ila ameenda na vitambara 5 kama ni mwanamke, na mwanaume anaenda na shuka 3. La bi amwalikum wala aulad, hamna mali. Almalu walbanuna zinatul hayati dunya, almalu walbanuna zinatul hayati dunya walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairan. Na kilichobakia, mali na watoto, ni mapambo ya dunia, na yaliyobakia katika amali zingine kama sadaka, kama tasbih, kusoma Qur'an, hiyo ndio itabakia. Amali salih, qaddimu li anfusikum
tutangulize nafsi zetu, ndugu za Islamu. Fanyieni akhera yenu, tufanyieni akhera yetu, kwa sababu fa innaka la tadri, hujui. Mimi naongea sijui, wewe unaongea ujui, utaondoka lini? Na ukiondoka utakutana na nini mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala? Maswali yako kule mbele ya kuulizwa. Utakapoulizwa an mali yako, kaifa mpaka, kwa hivyo ulichuma kwanza, ulipata vipi na ulitoa vipi na ulitoa kwa njia gani? Haya ni masala ambayo kwamba laisa fi turjuman, ambayo haitakuwa na mkalimani isipokuwa utakuwa umemfesi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. An Uqba ibn Amir radiyallahu anhu anasema, sami'tu Rasulullah, alimsikia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema, kullu mrin fi dhilli sadaqat, kila mtu siku ya kiyama atakuwa chini ya kivuli cha sadaka yake. Kila mtu muumini atakuwa chini ya kivuli cha sadaka yake. Yauma la dhilla illa dhillu, si kama kwamba hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo katika waja ambao kwamba watakuwa chini ya kivuli ni mtu ajitafutie kivuli chake akiwa duniani kwa kutoa sadaka yako. Ile sadaka ambayo kwamba waitoa utakuwa chini yake, ndio kitakuwa kivuli chako. Lakini yule ambao kwamba hatoe sadaka asitarajie kuwa na kivuli siku ya kiyama. Yauma la dhilla illa dhillu, si kama kwamba hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. An Abi ibn Atim radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala ittaqun nara, asema huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, wao anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema, wattaqun nara walau bishikki tamra, ogopa moto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala hata kama na kutoa koko ya tende, ile mbegu ama kwamba wala waitupa ile, ogopa sadaka yako ambayo kwamba unaitoa ambayo ni kiasi kidogo sana, basi hiyo itakuwa ni nini? Itakuwa ni hijab bainaka wa baina nar, itakuwa ni kizuizi baina yako na moto Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuangalie maisha ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akitoka maisha ya dunia alitoka na nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoa roho wakati wake ndio siku yake kurudia Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, anamuuliza mama Aisha radhiallahu anha, kuna chochote ambao kwamba kimebaki katika nyumba ya Rasuli? Aisha anaangalia asema kwamba baki ya 7 dinar, anamwambia imebakia dinari 7. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, haifai katika nyumba ya mjumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kufa na kuacha dinari 7. Akamwambia tasaddaq biha, itoe. Rasul sallallahu alaihi wasallam anaitoa mali yake, amekuja duniani bila na anarudi bila kuacha chochote, ni warathati, kwa sababu mitume na hawarithiwi, si kama sisi tunarithiwa. Wa inna, mtume sasa anatuambia kwamba al-anbiya dalura, mitume hawarithi isipokuwa wao wanarithiwa ilmu. Al-ulama hum warathatul anbiya, wanazuoni ndio warithi wa mitume. Lam yarithu dinar wala dirhama, hawakurithi mali wala dirham yote, lakini warathu al-ilmu an-nafi', lakini walirithi elimu ambayo kwamba ya manufaa. Ndugu zangu Waislamu, wapenzi wa Islam, hili ni nukta muhimu sana. Utoe sadaka yako kama mwenyewe bado uko mzima. Juzi nilikuwa napitia makala moja kwamba kuna mzazi ambaye kwamba alikuwa na mali nyingi sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala kamjalia riziki na kamjalia watoto pia. Sasa wakati ambao kwamba yuko mzima, akaloketa akasema kwamba mie nataka
hela zangu fulani zifanye kazi fulani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema akahesabu, akipiga mahesabu akaona kwamba wakati wake wa kurudi mbele ya Mwenyezi Mungu kama kurubia. Mtoto mmoja ambaye alikuwa kama na sore ukorofi kidogo, akamwambia mzee, hilo sahau kabisa. Kama kweli ulikuwa na nia kutoa, ungetoa mwenyewe. Hii ni mali yetu, huna kwayo. Hii ni mali yetu, wacha sisi wenyewe tufanye maamuzi. Huyu ni mtoto ambao kwamba twakimbia usiku na mchana, hatulali, twauma vichwa kwa ajili ya kusema kwamba wanangu. Kama una sadaka yako toa mwenyewe, usiseme kwamba mwananga katanitolea. Atakuuliza hivyo tu kwamba kama alijua kwamba sadaka ni ya muhimu, kujenga msikiti jambo la muhimu, kufanya sadaka kitu fulani muhimu, mbona hakufanya akiwa mzima? Mbona hakufanya wakati alikuwa na afya? Mbona hakufanya? Hayo ndio maswali ambayo kwamba tutayatarajia hivi karibuni, lau kama sisi wenyewe tujipelekee sadaka zetu, ndugu Waislamu. Kwa sababu kitakujua kwamba hamna sadaka utakayopata hao wanangwa ambao kwamba tutatoa hela nyingi kuwasomesha, wamepata kazi, wewe walala njaa ndani ya nyumba, yeye anakula mkeo. Huyu ambao kwamba ananinyima, bado niko mzima, ananiona. Je, nitakapokuwa ndani ya kaburi atatoa sadaka yote kwangu? Jiulize hilo swali, ni swali muhimu sana. Kwa hivyo, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu inda Allah, lolote ambalo utakalotoa, chochote ambao kwamba utakachotoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tajidu inda Allah, utakipata mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله.